Je, ni sahihi kusema kuwa kuna baadhi ya wanafunzi wameumbwa na akili za darasani wakati wengine hawakuumbwa na akili za darasani? Je, ni sahihi kusema ya kuwa kuna baadhi ya watu wameumbwa na uwezo wa kufaulu wakati baadhi yao hawakuumbwa na uwezo wa kufaulu mitihani darasani? Jina langu ni Mwalimu Edwin. Tukae kutoka mwanzo mpaka mwisho wa video hii ni kuonyesha makosa makubwa manne ambayo yamekuwa yakifanywa na wanafunzi yanayowapelekea kukiri ya kuwa hawajaumbwa na akili za darasani wakati sio kweli. Kabla ya kuangalia makosa manne, labda niseme ya kwamba akili sio zawadi waliopewa watu wachache peke yao, bali akili ni kama misuli ambayo kupitia mbinu sahihi ina uwezo wa kukua na kuwa bora kila iitwapo sasa. Lakini kwa bahati mbaya, wanafunzi wamejikuta wakifanya baadhi ya makosa ambayo yamewafanya akili yao kuwa iko pale pale na kuwasababishia kukosa uwezo wa kufaulu mitihani, kupelekea kukata tamaa. Moja kati ya makosa makubwa manne yanayofanywa na wanafunzi ni mawazo hasi. Mawazo hasi, yani mawazo ambayo mwanafunzi anajijengea yanayomrudisha yeye mwenyewe nyuma, yanayomfanya akubali kuwa yeye ni wa kushindwa. Kwa mfano, mimi sijaumbwa kwa ajili ya kusoma. Sijapewa akili za darasani. Kufeli ni kawaida yangu. Mawazo haya yamekuwa yakimtengenezea mwanafunzi ukuta, kumzuia kufanya jitihada kujikwamua kutoka pale alipo. Kwa nini? Ni kwa sababu ameisha ikubali kwamba hali ya kufeli ni ya kwake, ameumbiwa. Mawazo haya yanamsababisha mwanafunzi afeli kila iitwapo leo, na mwisho wa siku kukubali kwamba yeye hajaumbiwa kusoma. Kosa la pili linalofanywa na wanafunzi ni kujifunza bila mpangilio. Kujifunza bila mpangilio maana yake mwanafunzi anakuwa anasoma bila ratiba. Mwanafunzi anasoma muda akijisikia, lakini mwanafunzi pia anasoma somo analojisikia. Hii ni mbaya kwa sababu inamfanya muda mwingi ambapo hajisikii kusoma asisome. Simply ni kwa sababu hana ratiba ya kusoma. Lakini hata anapopata huo muda mchache wa kusoma, mara nyingi anakuwa anapendelea kusoma somo moja au mawili ambayo kwake anayaona ni marahisi sana, kitu ambacho kinampelekea kusahau kuhusu masomo mengine ambayo yanamwangusha kwenye mitihani, hivyo kumpelekea kuona yeye sio mtu wa kufaulu, yeye sio mtu wa kusoma. Kwa nini? Kwa sababu hana ratiba katika kusoma. Kosa kubwa la tatu ambalo wanafunzi wengi wamekuwa wakilifanya ni kukosa msingi. Tukizungumzia kukosa msingi, tunazungumzia kukosa msingi wa kile anachojifunza. Kuna baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakisoma sana, wamekuwa wakiandika notes sana, wamekuwa wakifanya mazoezi sana, lakini anatangulia kusoma vitu vya mbele akiacha vitu vya nyuma. Kwa mfano, jana hakuwepo darasani kwa sababu yoyote ile. Anapokuja leo analazimisha kusoma kitu cha leo, anaishia kukariri na sio kuelewa. Jambo hili limekuwa likimrudisha nyuma. Anahisi kwa nini natumia muda mwingi kusoma lakini bado nafeli, lakini kumbe anasahau kuwa hasomi kwa kufuata mtiririko wa vitu. Anasoma vitu vya mbele akisahau vya nyuma. Anaweza akasoma leo asielewe cha leo. Badala ya kutafuta solution ya kitu cha leo, anakimbilia mbele. Mwisho wa siku anajitengenezea mtiririko wa vitu ambavyo havielewi. Mwisho wa siku anafeli, anajichukulia kama hakuumbwa kwa ajili ya kusoma. Na kosa kubwa la nne ni kutouliza maswali darasani. Mwanafunzi anaweza akasoma vizuri darasani asielewe kwa bahati mbaya. Ni haki ya mwanafunzi kuuliza swali, kujihakikishia uelewa wa hicho kipindi. Lakini wanafunzi wengi wamekuwa wakiona aibu kuuliza maswali, wakijiuliza, mwenzangu atanichukuliaje? Atanichukulia labda kama sielewi, au labda nitachekwa. Kitu ambacho
kinamsababisha mwanafunzi aondoke akiwa hajaelewa, na kwa sababu leo hajaelewa, kesho tena hatoelewa. Amekuwa akijitengenezea mfululizo wa kutoelewa. Labda tu niseme ya kuwa hakuna mwanafunzi aliyeumbwa kwa ajili ya kufeli, na muda mwingine kufeli sio kwamba wewe uwezo wako ni umeishia hapo. Kufeli ni ishara ya kwamba sasa unahitajika kubadilisha mbinu kwa ajili ya kujifunza. Lakini kufeli pia kuletwa na mbinu mbovu za kujifunzia. Kwa badala ya kukata tamaa, ni wakati sasa wa kuangalia na badilishaje mbinu ili kuweza kufaulu. Hakuna mwanafunzi aliyeumbwa na kufeli, lakini wanafunzi wengi wanatumia mbinu ambazo sio sahihi kwenye kupambania hali ya masomo yao au katika safari ya masomo yao. Sasa nini kifanyike? Katika video inayofuata nitakuandalia mambo muhimu ya kuzingatia ili mwanafunzi anapoyafuata aweze kupiga hatua na aweze kujitoa katika hali ya kusema sijaumbiwa kufaulu kuelekea katika hali ya kufaulu. Hivyo tufuate katika ukurasa huu, subscribe ili katika next video uweze kupata mfululizo huu. Asante.